Asante sana. Sasa hii mada ya pili ya tunakwendaje umaskini. Kwanza umaskini ni nini? Nadhani tumekuwa tunaugusia. Lakini naomba nitoe vigezo 6 vya umaskini. Umaskini nao una mizania yake. Kitu cha kwanza ni mapato. Pato la kila mtu, GDP per capita, pato la kichwa. Kwamba nchi hii ina fedha za kutosha. Raia mwananchi ana fedha za kukizi mahitaji yake, yani basic needs. Mwanadamu yeyote anahitaji chakula, mavazi, makazi. Na kwenye chakula hapo ndio kuna maji, kwenye chakula ndio kuna afya. Hivyo hayo ndio mahitaji muhimu ya binadamu. Sasa umaskini ni hali ya kushindwa kuwa na kipato cha kutosha kutimiza mahitaji yako. Kwa hiyo GDP, mapato kwa kichwa. Sasa Tanzania inahesabika mpaka sasa hivi pamoja na maendeleo tuliopiga. Ukilinganisha mwaka na 60 na moja sisi tuliokuepo, tujipongeze. Tumepiga hatua lakini haitoshi. Kwa sababu hapa tunapozungumza 26.7% ya Watanzania wako chini ya mstari wa umaskini, naitwa poverty line. Hawana fedha za kutosha kukimu maisha yao. Kwa hiyo poverty line ni kwa Tanzania nzima ni 26.7. Kwa Zanzibar ni 30. Kwa hiyo ndio poverty line. Watu ambao hawajatufikia, hawajaona matunda ya uhuru kwa sababu bado wako katika umaskini, hawajapanda na sisi. Hilo ni la kwanza. Na katika hali hiyo, kwa kuokoa muda pia, kwa sababu ninyi ni wanafunzi, wengine naona mnaandika hapa, lakini vitu hivi pia mtumie hizi simu zenu. Wengi mna simu au sio? Kwa hiyo haya ninayosema wala hakuna rocket science hapa. Yako kwenye ChatGPT. Ukibugo ChatGPT na kuambia kabisa yote haya yameandikwa. Lakini mimi hapa nayafafanua kusudi myaelewe vizuri. Maana unaweza kwenda ChatGPT pia ukatoka kapa. Sio kila anayesoma kitabu anaelewa, inaitwa comprehension. Au sio? Sasa ukuta kwamba mapato yatoshe. Pamoja na kuingia katika kipato chetu sasa hivi, GDP ya Mtanzania ni dola takriban 1,200. Lakini bado Umoja wa Mataifa unaihesabu Tanzania kama nchi masikini sana duniani. Inaitwa least developed country. Na mimi hapa mkiniangalia nilikuwa mkurugenzi wa nchi hizi huko Umoja wa Mataifa huko Geneva. Huwa mnasikia Habitat, lakini nilianzia kazi kwenye shirika la biashara kule Geneva. Ukigoogle utaona kwamba nilikuwa UNCTAD na kazi yangu mojawapo ilikuwa ni kupigania hizi nchi maskini. Tuweze na sisi angalau. Sasa umaskini na ule ujinga vinakwenda pamoja. Kwa sababu ujinga unasababisha umaskini. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere na viongozi wote kina Jamal na hawa waasisi wa Afrika walikuwa wanapambana kwamba mfumo wa dunia unatubakiza kwenye umaskini. Kwa sababu sisi tunanunua mazao lakini wao wanachukua bei poa. Tena sasa hivi hali ndio imekuwa mbaya kabisa. Wakulima wetu wanapambana, wanalima mazao mapya, wanalima vanila, wanalima parachichi, wanalima vitu vingi. Kwa ujinga wetu tunaanza kupanua bidhaa hizi bila kujua tunakwenda kuuza nani. Kwa hiyo ujinga ni kuzalisha bila kujua unakwenda kumuuzia nani. Inasababisha umaskini. Kwa hiyo umaskini Tanzania bado hatujatoka kwenye umaskini, ni least developed country. Kwa nini? Kwa sababu kusudi uweze kugraduate, hiki ni chuo kikuu Dr. Shangu. Kusudi uweze kugraduate kutoka nchi maskini kuwa nchi ya middle income, ni lazima uwe na mapato ya dola 3,100 kama takriban 3,000 na 1,300 kwa miaka 3 mfululizo. Sasa sisi inakuwa bahati nasibu. Mwaka huu imepanda, mwaka kesho imeshuka. Kwa hiyo bado Umoja wa Mataifa wanatulea wanaona kwamba bado hatutoshi. Kigezo cha kwanza, kipato. Kipato ni uzalishaji. Kwa hiyo ni jambo muhimu na cha wote. Huwezi kuchukua hela za watu watatu Bakresa na wengine ukagawanya kwa watu wa Tanzania ukasema Dar es Salaam hatuna umaskini. Kwani kila mtu anakula kwa Bakresa? Kwa hiyo kipato. Cha pili ni ajira. Ajira, na hii imezungumza vizuri na vijana, ninyi mnatakiwa kujiajiri.
Vijana mnatakiwa kufanya nini? Kujiajiri. Sasa wale wanaowaambia mjiajiri wenyewe tumeajiriwa. Unaona kwamba hapo hakuna fikira ambazo anani amesema. Nadhani hizo ndizo fikra. Na nataka fikra chanya. Kwa hiyo kweli kuajiriwa na serikali haitawezekana kama ilivyokuwa wakati wetu, au sio? Kwa sababu tumeongezeka, watu tumekuwa wengi na kadhalika. Lakini sasa ninyi ni kazi yenu kama sio wajinga. Lazima mkazanie mazingira rafiki ya kujiajiri. Sasa hivi kuna vijana wamejiajiri, wahandisi walio wengine mmeungana wahandisi wakaweka vikampuni vyao vya ukandarasi, hawajalipwa na TARURA. Watatoka kwenye umaskini hao. Kwa hiyo kujiajiri na ajira sio lazima iwe ni formal employment. Ukijiajiri lazima na wewe sasa ndio hapo uwe na sera nzuri, ndio uwe unajitambua. Nilizungumzia kujitambua. Udai sasa mazingira rafiki ambapo kampuni yako itaendelea. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba ujinga ni pale ambapo watu ambao wamejiajiri wanashindwa sasa kuweka utaratibu wa kuidunisha serikali wakati mwingine kwa nia njema. Maana kumbuka wengi ambao serikalini hatukujiajiri, tulikuwa tumeajiriwa. Mimi nilikuwa nimeajiriwa hapa chuo kikuu miaka yote. Kwa hiyo mimi nikianza kuhubiri kujiajiri hapa nitakuwa ni mwongo. Sababu nilikuwa nimeajiriwa, sio? Lakini hali halisi ni kwamba unapoajiriwa ujiajiri, basi tuhakikishe kwamba serikali yetu inaweka sera za kuhakikisha kwamba tunaondokana na tatizo hili kusudi tupambane na umaskini. Tulikuwa tunawasubiri hao mafundi mitambo, tumesubiri hao watu wa media, au sio? Kwa sababu wengine wamejiajiri, lakini mwingine mpaka aje na mguu amebeba haya shani, atawezaje sasa? Vitu kama hivyo. Cha tatu, miundombinu, infrastructure. Miundombinu lazima iwepo. Sasa hivi serikali yetu imejitahidi, SGR inafanya kazi, bado tunaziita nini? Naona inayumba, lakini kwa miundombinu mikubwa kama hiyo ni mambo ya kawaida. Wanasema teething problems, kwa sababu ni mradi mkubwa, watarekebisha hapa pale. Lakini miundombinu ya barabara, sasa ngoja niwaambie neno moja ambalo tutasema ujinga unapoweza kutufikisha. Sasa hivi barabara Tanzania zimeharibika sana. Mimi sasa hivi nimetoka kwetu Bukoba, nikaenda Msoma kumzika rafiki yangu Mheshimiwa Jaji Werema. Kwa hiyo nimezikanyaga barabara za Tanzania kwa gari. Lakini kusema kweli nilipofika Dodoma, kule juu kulikuwa kuzuri. Fika Dodoma mpaka Dar es Salaam kimsingi barabara imeshakuwa kama njia. Sasa barabara kama hiyo kuu inapoharibika, sasa hapo vitu vingi vinafanya nini? Vinaharibika. Ajali zinaweza zikawa nyingi, wale transporters. Kwa hiyo nakuta kwamba swala la miundombinu. Sasa ni kweli nimesikia kwamba labda umebana matumizi kusudi tumalize mradi mmoja, lakini ukiharibu miundombinu kimsingi hujui unafanya nini. Kwa sababu miundombinu sasa inakwenda kubeba haya mambo mengine, hususan kujiajiri. Kwa hiyo ni very important kwamba hawa makandarasi walipwe, na ninyi vijana ni juu yenu, kwa sababu ninyi hamtapata ajira kama tulizopata sisi. Sisi pale chuo kikuu walikuwa wanatuambia unataka kwenda wapi? Yani kama menu, yani ya chakula unachagua. Mimi nataka wali maharage au nyama, yani uko unachagua naenda wapi. Sasa hayo hayapo tena, lakini kila ambacho mnacho lazima mjisimamie. Hayo. Kwa hiyo miundombinu ni muhimu. Na miundombinu sasa hivi kwa mfano tumezungumza ya teknolojia. Nimesema kwamba mikutano haiko tena kwenye kumbi, iko online. Hawa waheshimiwa hawa ndio wataweza sasa kuchukua elimu tunayozungumza hapa kuipeleka kwa Watanzania. Na DUPSA hapa ndio mtajulikana, kumbe wanafunzi wetu wako kule wanapambana. Wanaitisha midahalo. Midahalo ni kitu cha afya. Ukisikia mtu anaogopa mdahalo, ujue huyu hazitosha sana naye huyo hawezi kusaidia. Uje kwenye mdahalo tukusikie. Ndio ujinga wenyewe. Ndio ujinga wenyewe. Ukisikia mtu anakimbia mdahalo, huyo ndio wababaishaji, huyo ni mbabaishaji. Na ninyi ni vijana wazuri, mna akili, na hili ni taifa la vijana. Mnajua nini? Sensa ya mwaka 22 imeshasema asilimia zaidi ya 60 mko chini ya miaka 40. Wazee kama mimi hapa sisi wa miaka 70 na kuendelea tuko asilimia 2 tu. Kwa hiyo katika watu 100 wazee kama mimi tuko 2. Kwa hiyo mtu angalie kama dhahabu, mtu sikilize. Lakini ndio hivyo tunaishia. Ndio hivyo tunaishia. Kwa hiyo inamaanisha kwamba taifa la vijana ni lazima lipate pia fikra za vijana. Ukombozi. Mwalimu Nyerere amezungumza kufuta ujinga, tuondokane na business as usual.
tuwe na sera za mikakati ambazo zitasaidia vijana wetu kuweza sasa kupambana na umaskini. Umaskini sio sifa. Kuna watu wengine wanasema unajua mimi ni maskini. Kwani maskini ni sifa? Lakini umaskini pia sio jinai. Ila ni hali ambayo lazima tupambane nayo. Na ujinga, tunaposema ujinga, watu wengine watakuja kusema wao wametukana. Hatutukani. Ujinga sio tusi. Tusi ni mtu kuambia wewe ni mpumbavu. Maana Mwalimu Nyerere alisema mjinga ni mtu ambaye hajui jambo na anajua kwamba hilo jambo alijui, anatafuta elimu, anaelimishwa, sio? Na Dr. Shangwe amesema maneno hayo tofauti. Kwa hiyo ujinga ni kujua, unajua, unajitambua, yani kule kujitambua niko sema kwamba hili jambo silifahamu, ngoja nisikilize labda wataalamu wanasemaje. Kwa hiyo ujinga sio tusi. Lakini kwenda kudai kwamba umaskini ni sifa, huo ndio ujinga wenyewe sasa. Umaskini sio sifa. Ni hali ambayo lazima tupambane nayo, tuondokane nayo. Tangu uhuru ndio maana tumepigania. Sasa kwa hiyo mawasiliano, sasa hivi teknolojia ipo. Mambo yako online. Hizi bando Dr. Shangwe ameshawaambieni hapa, hizi bando zitumike pia kutafuta elimu. Sisi kutaka kujua Ukraine kuna nini, ulikuwa unatembea maktaba 6 mjini bado hujapata jibu. Sasa hivi ninyi una press tu. Kwa hiyo hizo bando hizo mzitumie vizuri katika kufanya research, maana elimu yote imekuja kiganjani. Tuko pamoja jamani? Haya, sasa swala la 4, elimu bora. Sio bora elimu. Elimu bora ni ile kama hii ambapo watu wanakaa, mnasikiliza. Mimi ni mwalimu wa chuo kikuu wa mwaka mingi, lakini nimeondoka hapa mwaka 98. Lakini ninaporudi hapa kwenye lecture halls kama hizi kutoa elimu, ni vizuri hizo elimu bora ni lazima, ndio maana midaharo, ndio maana na wapongezeni NDUPSA kwamba ninyi kazaneni kutafuta elimu, na watu wanaowanyima kumbi ninyi mjitetee. Wasiwanyime kumbi, na hizi kumbi kwa mimi na nitakwenda kucheki na uongozi wa chuo. Tuangalie sasa ni kitu gani kinaendelea. Lakini nadhani sasa hivi kama unavyosema na mazungumzo yetu hapa ndio elimu yenyewe ya chuoni. Hapa lazima tuelezane. Kwa hiyo elimu bora, sio bora elimu. Sio bora elimu. Swala jingine, afya, nimeshaizungumza. Afya iwe bora jamani. Taifa ambalo linashindwa kutoa afya bora kwa wananchi wake. Na afya ni kitu ghali sana. Sasa hivi bima za afya ndio zimeanza kuenea. Hivi nikiwaambia kwamba mimi ndiye mtu wa kwanza niliandika paper kwamba tuwe na bima ya afya mwaka 1988 nikiwa mwalimu hapa. Serikalini walinicheka. Yani natoa paper yangu kwamba tuwete bima ya afya. Wakasema wewe unazungumza vitu gani profesa? Nikasema hapana, mtu alipie kabla hajaugua. Yani tulikuwa kule kwenye planning commission, tume ya mipango. Walicheka. Maana hawakuelewa, walio wengi hawakuelewa nini nazungumzia. Sasa bima za afya zipatikane kwa wanafunzi, kwa wote. Swala ni kwamba watu ziwe zinalipika. Kama zilipika haitawezekana. Kwa hiyo kupambana na umaskini ni lazima tuhakikishe kwamba afya bora inakuwa bora. Lakini pia na elimu. Profesa Janabi anatoa elimu ya lishe. Ninyi mnamcheka, watu wanamuita majina. Siku hizi bwana Janabi mimi siwezi kula. Anatoa elimu kwamba hivi vyakula vitatumaliza. Ujinga ni wa Afrika. Sisi tumesahau kula vyakula vyetu. Watoto wetu hamwezi kula mtama. Amuli walio wengi muhogo. Nani ameshakula ugali wa muhogo hapa? Nyosheni mikono. Sio wote, wengine hawajawahi. Sasa Mtanzania ambaye hajala ugali wa muhogo, tunaye huyo kweli? Huyo anakula McDonald's. Anakula burgers. Kuna shamba la ngano hapa Tanzania? Kuna shamba la ngano? Mnakula chapati, mnakula mandazi, mnakula spaghetti, vyakula vyote hivyo vinatoka nje ya nchi. Huo ndio ujinga. Tuko pamoja? Huo ndio ujinga. Kwa sababu tunakula vyakula ambavyo yani hawa wenzetu hawa, mimi nimekaa na hawa wenzetu kwa katika ngazi za juu. Kwanza walitaka kutufundisha kulima vyote. Kule Babati kule, watu wa Babati kama mpo kule. Tulikuwa na mashamba ya ngano, Basutoland kule. Mwalimu Nyerere alipambana. Yale yakawa yametoka, wanasema watafuta visingizio, unajua ngano kule haiwezi kustawi nini. Walibadilisha mkakati wa kuitawala Afrika. Afrika ikaonekana kwamba iendelee kulishwa. Isijitegemee kwa chakula.
ujinga huu. Sasa sisi hatutambui, hatuna think tank. Lazima ujinga ni kukosa think tank. Amezungumza na mke hapa, think tank. Lazima uwe na usalama wa taifa, ni kuwa na watu wanaokaa na kusema tunafanyaje. Huo ndio usalama wa taifa. Sasa ngoja niwaambieni kitu. Mimi hapa ni mzee, BBN. Sasa mtoto ambaye hajawahi kula ndizi kama kwangu, naweza nikamwambia ale ndizi? Ni muhaya yuko mjini hapa anababaisha tu, anakula McDonald, hajawahi kula ndizi. Sasa unasema unahamia Bukoba, sana kusahau huko huyo. Maana akuja kule atakula nini? Chakula. Baada ya miaka 12 ya malezi, mtu hawezi kubadilisha chakula. Na watu wanapohama kama diaspora wako kule, kwa nini sasa hivi vyakula vinaanza kwenda Ulaya? Kwa sababu wale diaspora walipohama walihama na food habits zao na vyakula vyao. Kwa hiyo sasa watoto wetu hawa, sio Gen Z hawa watoto, ambao hawajafundishwa kula vyakula vyetu, ulezi, mtama, muhogo, viazi, ndizi, maharage na kadhalika, watadai. Na bahati nzuri mchele wali huu unalimwa kwa wingi. Lilikuwa ni zao la Kihindi lakini tukalilima lenyewe. Lakini kwa hiyo mnielewe sasa, tunapoangalia umaskini sasa kama taifa linalokula apples. Nilikuwa nauliza nasikia wameshaanza kulima, lakini wanasema zinatoka Afrika Kusini. Kwa nini tusile mapera ya hapa? Tuko pamoja. Mimi nawaambieni maana yake tunazungumza ujinga na umaskini. Sasa pale unaona kwamba ujinga ndio unazaa umaskini. Kwa sababu tunapoteza food habits, tunapoteza uwezo wa kula vyakula vyetu, kwa hiyo tunapoteza vizazi vijavyo. Na gharama yake ni kubwa, na hawa wenzetu wanafurahi. Zamani Marekani alikuwa analinda wakulima wake. Maana yake nchi kikosa, serikali lazima ilinde mkulima katika nchi zetu zenye uwezo. Na sisi lazima tuendelee. Wakati na sisi tumejaribisha hapa na BBT, sijui kama tumefika kiasi gani, lakini sasa Marekani kusudi alinde mkulima. Mkulima yeye tatizo lake nini? Mkulima tatizo lake huwa ni mavuno mazuri. Maana yake mahindi yakiwa mengi si bei inaanguka, au sio? Kwa hiyo mkulima tatizo lake ni siku ambapo amezalisha vizuri. Kwa sababu ndio siku bei itafanya nini? Taanguka. Serikali inaingia ya Marekani, inanunua ngano, inanunua mahindi, inanunua nini ya kwenda. Zamani walikuwa wanazamisha kwenye bahari. Manake hawana mahali pa kupeleka, au sio? Lakini wasiponunua yale mahindi au ngano, mkulima hatalima msimu unaokuja, au sio? Sasa mwaka wa 3 taifa linaingia kwenye njaa. Ndio inaitwa food security. Mikakati. Mwaka 1964, nisikilizeni kwa makini, 64 ndio wakasema sasa kumbe hawa watu hawa nchi zinazoendelea tu tunawalisha chakula. Kwa hiyo ndio wakaja na misaada ya chakula. Na mengine mtagugo mtatafuta wenyewe, mimi nawapa dondoo tu. Muone ujinga unapokutana na umaskini. Kwa hiyo unakuta kwamba hilo ni kigezo muhimu, mkielewe vizuri sana kwamba afya iwepo, lakini afya inatokana na lishe bora. Na lishe bora kuniuliza mimi inatokana na vyakula vyetu. Wakati wa corona nadhani wengine mnisikia COVID, nilikuwa bado bungeni wakati ule. Watu wakasema tunakufa, hakuna vaccine. Sasa nikasema tutajifungia, tunasubiri kufa. Ngoja twende tukajifukize. Ilisaidia haikusaidia? Kwa sababu nilifikiri pale ananilea. Nikasema sasa tunafanyaje hapo? Mimi sikuwa waziri wa afya, lakini nikasema hapa na Jumwamba Fai, Liwaro na Liwe, nikasema bungeni, nikasema tunakwenda kujifukiza. Alikuwa jambo rahisi. Ninyi mnaona ni jambo rahisi tu, lakini kule bungeni kusimama, wewe sio waziri wa afya, sio nini, kusema bwana sisi tunakwenda kufanya hivi. Inataka kujitambua. Lakini pia inataka kuwajibika. Na ukitaka kuwajibika lazima uwe mnyenyekevu. Kwa hiyo naona kwamba mtafute afya, tujitambue, afya zetu ziwe bora. Sasa kuna social inequality, na yenyewe ni sababu ya umaskini. Era yote ina social inequality, yani watu wachache tu ndio wamehozi utajiri. Hii lazima mpambane. Kuna watu wengine wajinga wanafikia watakuwa matajiri peke yao. Huo ni ujinga. Huwezi kuwa tajiri peke yako, au sio? Tena kijijini ndio maana hata watu wakabuni na uchawi. Sasa yeye atasongoja tumshughulikie huyu. Sisemi kwamba napenda, lakini namaanisha kwamba ujinga unapokutana na umaskini. Sasa usawa, jambo la usawa wa mapato, ndio maana serikali inatoza kodi.
kama una kipato kikubwa na serikali inatoza kodi kubwa. Cha msingi lazima sasa usiwe mjinga, serikali haiwezi kutoza kodi tusijue kodi inazipeleka wapi, au sio? Kwa hiyo uwajibikaji sasa. Kulipa kodi ni lazima, lakini pia na kudai kwamba kodi zitumike kama ilivyokusudiwa kwa maslahi ya umma. Hiyo ndio uelewa, ndio kupambana na umaskini. Kwa hiyo social usawa ni kitu kizuri sana. Na mwisho, kwa sababu mambo ni mengi, umaskini unaweza pia ukasababishwa na vurugu za kisiasa, kukosa utulivu na amani. Sasa kuna watu wanaoimba amani na utulivu. Amani, mtu mwenye njaa hawezi kuwa na amani. Hawezi kabisa. Na Mwalimu Nyerere sisi tuliomsikia tukiwa wadogo alisema wakati wa njaa kuiba ni halali. Huyo sio mimi, huyo ni Mwalimu Nyerere. Alikuwa anazungumzia mwaka 74 nchi imepata njaa, palikuwa na ukame, amjazaliwa mwaka 74. Kwa mwanafunzi mimi wa chuo kikuu nilikuwa mwaka wa pili. Mwaka 74 njaa kabisa. Na kwa mara ya kwanza Mwalimu Nyerere akaenda kununua chakula. Na zile reserve zilizokuwa benki kuu ziliisha mwaka huo na hazijawahi kutuna vizuri tena. Alinunua chakula na njia akasema lazima kila mtu ale muhogo. Hizi ndizi hizi mnazoziona, watu wengi Waswahili wenzangu hapa wengi walikuwa hawajawahi kula ndizi, wazifahamu. Lakini Kariakoo ilikauka, hakuna mahindi yanayoingia, hakuna nini, zikabaki ndizi na muhogo. Na ndio Mwalimu hapo mkumbuke niliyowaambia juu ya food habits, ndio akasema kwamba lazima kila mtu ale ndizi, ale muhogo, ndio watu wakaja kutambua kwamba kumbe ndizi ni jambo jema. Kwa hiyo unaona kwamba haya mambo yanaingiliana. Itoshe tu kusema kwamba, kwa sababu discussion ni muhimu, itoshe tu kusema kwamba tafuteni maarifa. Jipange kama kizazi ambacho cha maarifa. Inaitwa knowledge based society. We want a knowledge based society. Tunataka watu wanaojitambua. Na nimejaribu kuonyesha kwamba kwa nyanja zote, na imesemwa vizuri sana hapa, kupata degree moja ya jambo fulani, huo ni utaalamu. Haufuti ujinga mwingine huu ambao kwa mfano unaweza kukufanya wewe unakwenda, wewe ni mhandisi, umeweka kampuni yako, hujalipwa na TARURA na ulalamiki. Sasa unatoboa vipi? Asanteni kwa kusikiliza.